Naam, ni saa 6 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, tarehe 22 za mwezi wa 4 2025. Karibuni ndugu zangu kote ambako mnakuwa mnatusikiliza. Zaidi ya wanajeshi 150 kuelekea 80 hivi ndio walipoteza maisha wakati wa mapigano yaliyofanyika kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 maeneo ya Nyangezi kati ya majeshi ya nchi na maanisha waza huku wakisapotiwa kidogo na FRDC wakiwatwanga magaidi wa M23, muungano wa jeshi za Rwanda, Uganda pamoja na Kenya, Somalia pamoja na Sudan. So haya ndio mambo ambayo tutakwenda kuyajadili, yale ambayo yameweza kutokea huko maeneo ya Nyangezi, na pia tutagusia kuhusiana na zile ambazo ziko zinafanyika huko maeneo ya Minembwe ambako pia magaidi wa M23 kupitia Red Tabara pamoja na Twigwaneo wameweza kukutana na vipigo vya hali ya juu. So hayo ni mambo ambayo tutakwenda kujadili kwa sasa hivi. Karibuni sana na tungane wote kwa pamoja kuendelea kuwa pamoja na kusikiliza Baraka1 TV. Kumbuka tu kwamba ni wakati ambako unakuwa unasikiliza habari pamoja na maelezo kutoka Baraka1 TV. Na ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata habari zetu za moto kila wakati. Na pia Operation Saidia Mzalendo, usisahau kwamba bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako na utaweza kuungana moja kwa moja na Baraka1 TV. Na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ili uendelee kuenjoy na matukio mbalimbali ambayo yako yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti kamili zinasema kwamba magaidi wa M23 ambao waliweza kujikusanya na kujaribu kwenda kuvamia upande wa Nyangezi ambako kunapatikana wazalendo, na hivyo kuanzisha makabiliano makali. Mapigano yalianza tokea mida ya saa 6, mida ya saa 2 asubuhi. Ya saa 2 asubuhi ndo mapigano yalianza, yakanyooka mpaka kufikia majira ya saa 12 jioni. So mazingira yalikuwa yako ni magumu sana kwa wakaaji wa hayo maeneo, maana milio ya risasi miepesi pamoja na mizito ilisikika katika hayo maeneo, na hivyo kufanya wananchi kuweza kuwa ndani ya wakati mgumu kwa takriban masaa yote hayo. Mashahidi na vikosi vya wazalendo ambavyo vipo kwenye uwanja wa mapigano vinatuashiria kwamba tarafani Walungu ndiko ambako hayo mapigano yalifanyika. Walungu, kusema tarafa Walungu ndio wanachukulia maeneo ya Nyangezi kushuka mpaka eneo za Kamanyola. Zaidi sana katika kitongoji cha Businga. Businga ni katikati pia ambayo inakata Walungu, inakata Kamanyola pamoja na Nyangezi. So yale maeneo yote yamekuwa yanadhibitiwa na wazalendo. Sasa magaidi wa M23 wanajaribu kuja kuvunja zile njia ili wapate access ya kuwa natoka moja kwa moja Kamanyola na kupanda mpaka Nyangezi. So haya ndio mambo ambayo yanaendelea kule maeneo ya Nyangezi, na kutokana na jinsi mazingira yameweza kufanyika, mmoja kati ya watu wetu ambao wapo maeneo ya tukio alikuwa na ujumbe huu ambao alitutumia kutoka maeneo ya Nyangezi. Vita ama makombora iliendelea kusikilikana huko Nyangezi leo, siku ya kwanza la 2025. Mwananchi anaitwa Foka Mike Maheshe na mwananchi Maheshe General
alipigana hadi mwisho na kuonesha Warugaruga ya kwamba wao hawako watoto wadogo. Watu waliokuwa huko Nyangezi wametushuhudia ya kwamba wamechoranga wale washenzi na kuwaonesha cha mtemakuni hadi kufikia muda wa kukimbia, bali kimbia wakisambazwa katika makartier. Hii inaposikilikana ni kusema ya kwamba Mungu asaidie muongozi wa nchi Tshisekedi, aendelee kusaidia wazalendo wenye wako Kamanyola, kwa maana kule kuko foroza mingi ambao zenye hazina sababu. Kila leo na kila kesho watu wako wanagombana kule. Ni watu gani? Wazalendo ambao wako wanapigana na Warugaruga M23, yani AFC, watoto wa Colonel Nangaa na Bertrand Bisimwa. Sitakosa kuwaambia ya kwamba Bukavu ilishakuwa mji wa machinjo ama abattoir. Watu wanauawa kila leo, kila mara na kila sana, kila dakika, bila kosa yoyote, na kusumbua wakaaji kama vile wamama wenye kuchuruza wanashurutishwa makodi ambazo hazijawahi kulipishwa kutangia nchi ikue. Na hii yameonesha ya kwamba wao walikuja kutesa Wakongomani, lakini hawako wakombozi. Hao na wamwizi wa usiku ni sawasawa, kwa maana hawastahili hata kuitwa wakombozi. Ni jina ambao wamejivalisha, lakini ni waoffender ama wakriminele wa uwaji. Sitakosa kukuambia ya kwamba renforcement yabo inaendelea. Saizi za magari, mimi mwenyewe nilikuwa kwenye utafiti wa habari, mimi naona gari 6 zinapanda mji wa Kabare, maana zikielekea ngambo ya Ngweshi zibaki pita mu makartier. Na tuliona zingine zinaelekea ngambo ya kule Nyangezi, ambazo zilipita ngambo ya Place zikapata pale kufinka, zikapandia pale kufinka, zikapita kupizo centrale, na tuliujiana na wenye wako mwa essence wakasema hizi zinaendelea mpaka ngambo za Nyangezi. Hii yote inaoneshana ya kwamba watu wakuwe makini na wazalendo wakuwe makini, kwa maana vita vinaonekana ni vya midomo na kujisafisha ya kwamba wamejitika kujiretire, kumbe wako wanafanya distraction ili waendelee. Kiongozi Tshisekedi akuwe suple na kuona mbali, wasije kumuweka kitambaa kwenye macho, kwa maana hao ni wapolitisia wa nguvu ambao wako wanafanya vita mkisiasa bila sisi kujua. Na tukiendelea kuchunga CCLF, kumbi CCLF ni kukuja kutumaliza sisi. Na sitakosa kusema ya kwamba mwananchi Mshagasha Like aliendelea kutoa siri ambazo zinaweza saidia wa Rugaruga kufikia mwananchi Foka Mike. Aliwapeleka wakiwa kwenye tenisi vile kwenda kuwaonesha njia ili wapate kumfikia ili auawe. Na aliweka watu 13 kwenye karatasi ambao walipingana na yeye kama watatumikia Warugaruga. Alisema watu wale washikwe na Warugaruga wapelekwe kwenye jela ama wauawe, kwa maana hao wanatuma hafanye kazi vizuri kwa kutoa bibi za wasoda, watoto wa wasoda na watu wa parke na kila mtu anayeitwa agent de l'etat. Na kile karatasi kake hatutakosa kusema ya kwamba kilionekana kina chiwako mwananchi ambaye anaitwa padiri wa paroisi ya Wakatoliki, ili naye auawe, kwa maana alitangaza vizuri ndani ya hekalu ama ndani ya mesa yao ya kwamba wasikubali kutumikia wapumbafu, japo Mungu angali anafanya kazi. Na haya alituma Mshagasha Like Chirimira na Leo Bahaya wamtie kwenye lista ya watu ambao watauawa. Mimi ambaye nao watangazia nimetafutika kila mara na kila saa, nikiulizwe mimi nakuwa kama hali gani, nikifariki usiku ama mchana, muulize Mshagasha Like ama Leo Bahaya na mwananchi Mulumioderwa Vianney Chirazi, kwa maana wale ndio wanahusika na kifo yangu wakinitafutisha kushoto na kuume. Sitakosa kualika ya kwamba Bukavu inaonekana changamoto ya mauaji leo na kesho, kupie hata vyombo vya wanalima pombe zake kuzishiwa usiku na Warugaruga wa M23 ambao walijiita wao ni wakombozi. Pombe zake zimeuzishiwa partir ya 19 mpaka wanakucha ma 2-3 wala wako wanazipakula wanazushia wakaaji wenye kukosa akili wanauza, kwa maana wao ni wajinga na wengi wako wanaonekana wamesupporti hili neno. Sitakosa kuambia, kwa maana sipashe nitambuki miniti 4, lakini nimeitambuka maneno ni marefu. Huko Wenyekiri mwananchi anayeitwa Hama Kombo alikuwa ni shefu wa wazalendo wa pirate ambaye aliruhusu Warugaruga waingie huko mji wa Wenyekiri, na elema zake 6 ziliuawa ya kwamba
walienda kufungulia maadui njia ili wavale treni ya PNKB ama walinzi wa Parc National de Kahuzi-Biega ili wajifanyishe kama vile ni wa garde park ili wapate kuvuka. Ni mwananchi huyu anaitwa Hama Kombo. Mkumbuke ya kwamba anaishi Bunyakiri kwenye mtaa wa Kalehe ama territoire ya Kalehe naongozwa na Mwami Shosho ambaye anaitwa Mwami, anaongoza ile mtaa yote. Sitakosa kuwaambia ya kwamba leo na kesho vifo vinaonekana hapa Kabare. Waliua vijana 3 ambao walikataa gishi hawataenda Valateni, wakawatandika masasi kwenye kichwa na kusema ya kwamba wao ni warugaruga. Na hii imeonekana ni maonei ama kutuonelea. Mungu atalipa bwana Kabila Kabange na Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa. Mungu wa mbinguni abalipe, kwa maana haya yote wanaofanya kumwanga damu za Wakongomani isiyokuwa na sababu, Mungu atawalipa tu. Sitakosa kuambia ya kwamba president wetu Etienne Tshisekedi ama Felix Tshisekedi aendelee kufunguka macho na kuona gisi wako na mweka mdistraction ya CCLF. Wakati wanataja CCLF au wanaendelea. Hii ni kiripoti sikuiambiliwa, niko na yaona. Walimultiplia magari na kurenforce mafaro zao zote ili waendelee kutatiza Wakongomani. Ili gisi sisi tuko katikati ya upumbafu na distraction. Mina ripoti kwa niaba ya Baraka One TV. Mutanisamehe kwa kutumia masafa mrefu ama miniti, nikimaliza miniti 7 mutanirehemu. Na ripoti kwa niaba ya Baraka One TV, mji wa Bukavu. Na hizo ndizo taarifa ambazo ziko zinasikika huko maeneo ya Nyangezi. Namona Kizabe Ayeba akiwa yuko pamoja na Baraka One TV, Ejide Kizenga Tembele, pia Shabani Seleman, King Sele. Na fikiri umeweza kunawa maji kutinda msiba, yani kunawa maji ya ndugu yetu ambaye ni bwana mkubwa wako ambaye aliaga dunia maeneo ya Baraka. Nafikiri utindaji wa msiba umekwenda sawia. Na pia ndugu yetu mwingine ambaye naye pia alipoteza mtu wa karibu sana, Dieudonne Butoto. Ya pole sana. Nafikiri pia mtakuwa mmeshamalizana na masuala ya misiba. Wote hao ni watu ambao wako wanasikiza Baraka One TV. Ya Nkis Kandeke pia big up sana. Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu kutoka Afrika Kusini, Biondo Kilamba Mawe kutoka Rapids, pia mzee wa state ya Maine ukiwa unasikiliza Baraka One TV, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, Emmanuel Mangombe, Elisha kutoka Nairobi Kenya. Wote hawa wanakuwa wanasikiliza Baraka One TV. Sasa hiyo ndiyo ambayo ilifanyika huko maeneo ya Nyangezi. Nyangezi moto ulikuwa ni mkali sana. Kutokana na ripoti ambazo zinatoka za ndani za uhakika kwamba mapigano jinsi yalivyoendelea. Unajua magaidi wako wanajaribu kutaka kuunganisha kuanzia Kamanyola ikuwe ni moja kwa moja mpaka Bukavu. Sasa umekuta sisi wazalendo tumeweza kukata ile njia. Tumekata njia kuanzia Kamanyola, kuanzia Businga na kwenda mpaka Nyantende, kwenda mpaka Nyangezi. Tumekuwa tumedhibiti hali. Sasa wao wako kuanzia ngambo za Nyantende kuja hivi kwenda mpaka Bukavu. Sasa wanataka waje wavunje front yote wachukue. Na hii pia inaweza inaleta pia motisha sana kwa wazalendo kutaka kupasua hapa maeneo ya Kamanyola moja kwa moja ili waweze kuwatoa magaidi ambao wako Kamanyola. Lakini kuna kaugumu kidogo. Nafikiri mara mingi nimekuwa nikiongelea kaugumu ambako kako hapa kupasua ifro ya Kamanyola. Unajua wazalendo ni watu ambao silaha wanazo, wana silaha za kutosha, lakini sasa risasi ndo tatizo. Ushaelewa? Ili wapate risasi ya kupigana kama kisi walipigana Nyangezi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12. Hebu fikiria masaa ngapi hayo wako wanapigana. Ni masaa mengi. Ushaelewa? Ni masaa mengi kweli kweli. Na yote ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ile movements zilikuwa zinafanyika kwenda kuwapiga ba M23, wanawapiga, wanachukua bunduki, wanachukua silaha. Wanawapiga, wanachukua bunduki,
unachukua silaha. Ile ndio ilifanya ile resistance ikapatikana pale. Sasa kusema kama kupasua sahihi front ya hapa Kamanyola iko nguvu kwa sababu gani? Kwa sababu hapa kuna jeshi la Rwanda. Na wazalendo wakipasua Kamanyola hawataishia tu Kamanyola, watapenda wapese mpaka wavuke wapi? Mpaka wavuke Rwanda. Ndio maana unaona armée burundese kwa wakati mmoja iko senye iko na taa bloke. Sema naona hatuwezi enda mpaka tuko na assurance kwamba tuko na appui sote ya FRDC ya kutosha, tuko na silaha za kutosha, tuko na risasi za kutosha, juu tukipasua ikuwe ni moja kwa moja. Na nafikiri mzee William Muli Kutumba kutokana na jinsi amepewa operation, iko na sheria operation, na ni mtu wa vita, anaelewa vita, taktiki za vita na mipango ya vita. Ili swala halitakuwa nzito zaidi, atalishughulikia na litakwenda kukamilika. Tunasubiri tuone nini ambacho kitakuja kutokea, lakini kwa habari za Nyangezi, hizo ndo habari za Nyangezi. Na tukichukulia kuhusu swala lingine, swala ambalo limefanya magaidi wa M23 kuweza kukimbia maeneo mbalimbali, na huku wazalendo wakiingia ndani ya vitongoji vitano, vitongoji ambavyo vilikuwa vinakaliwa na magaidi wa M23. Kwa nini wameondoka katika haya maeneo? Ni kutokana na haya mashambulizi ya hapa nyuma. Nafikiri mnakuwa mko mnaelewa na mnakumbuka kwamba wazalendo wako wanashambulia kila mara. So ile kushambulia kwao sio kwamba wako wanakwenda na wanarudi mikono mitupu, hapana. Wako wanashambulia, wanachukua silaha na wanawapiga vile maadui. Sasa wanajikuta wapo kwenye wakati mgumu. Na ule wakati mgumu unawafanya washindwe kuconcentrate kwamba tunaweza kusonga mbele ama turudi nyuma. Objective zao zilikuwa ni kusonga mbele, waperse Kale nzima, waweze kwenda mpaka Shabunda, waende mpaka Kisangani, lakini kule kote inashindikana. So kushindikana kwao, baada ya kipigo, baada ya kuweza kupoteza, wanaanza sasa kukimbia, na wote wanarudi, wanakuja kujikusanyia wapi? Kavumu. Na baada ya Kavumu mtasikia wote wanaingia wapi? Bukavu, wanavuka frontier, wanarudia wapi? Rwanda. Hii yote iko lienda nini? Iko liye kutokana na kwanza kipigo ambacho wako wanakipata, na pili wako wanapoteza watu wengi, na maana wako wanakufa wengi. Sasa ile inapunguza idadi yao mara kwa mara, na pia jamii ya kimataifa iko inaona jinsi mambo iko nafanyika. Na tatu pia serikali ya Marekani yenyewe imeweza kusisitiza. Unajua Marekani ikisema inasema ni lazima uondoe vikosi vyako DRC. Haiko sema ni ya kuficha uko na arme yako mule mu RDC, iondoe. Marekani iko na interest yake deja mu RDC. Hii makori ya maminere, kampuni yake yenye itakuwa na maminere mangambo ya Kisangani na sehemu zingine. So hawezi kubali rebellion ije ingie na ende iharibishe ile project. So lazima wajiretire. Na ndio hii wote wametoka kule, wanakuja wajikusanya nafasi moja ili waweze kufanya retreat. So ile iko ni inconditionnel, no condition. Huku mazungumzo yakiwa yako yanaendelea kule Doha, Qatar. So ile kwa upande wa wazalendo wao, yale mazungumzo hayawaambii kitu. Wanasema yale mazungumzo wao hayawaambii kitu, hayawahusu. Ambacho wao watafanya ni kusimama kuendelea kupigana kwa ajili ya kutetea taifa. So swala kama hili linakuwa liko na ukubwa wa kipekee. Unaona? Liko na ukubwa wa kipekee. Kwa hiyo wazalendo wamechukua maeneo mengine, vitongoji vingine vitano huko kwenye milima ya juu pamoja na tarafani Kalehe. Katika mambo sehemu ambazo wazalendo walichukua ni pamoja na Kabamba, wamechukua pia Bugamanda, wamechukua pia Bashaku, wamechukua Lemera na wamechukua Kasheke. Unaona, hivi vyote ni viunga ambavyo vinapatikana kwenye barabara inayounganisha Bukavu pamoja na Kalehe. Hii ni route national numero 2 ya kama sikosei, kama sio numero 2 hivi ya vitu kama hivyo. So hali inakuwa sio nzuri sana kwa magaidi. Magaidi wamekuwa nakutanana na wakati mgumu. Wakahoko, chambo cha Marishari kinavyoita. Wakahoko walikuwa nafikiria kwamba watakuja na watakuta mambo yako soft tu, wanaingia jinsi wanavyojisikia. Wakasahau kwamba watoto wa mgini wazalendo wa Sud Kivu ni wazalendo ambao kwanza masuala ya vita ni kitu kiko ndani ya damu.
Tukizungumzia Sud Kivu, hapa nazungumzia Fizi, Uvira, Mwenga. Sawa? Tukamate sasa Kalehe, Shabunda, Walikale. Walikale ni Nord Kivu. Sawa? Donc en general tu kwamba Sud Kivu ni sehemu yenye iko na tuseme ba rebele, sawa, tuite hivyo. Ni sehemu ambako rebellion inakuaga iko kwamba watoto wa mwingine wakikasirika kwamba wane mambo ambayo mko mnafanya hatuyaelewi, tunajiopose deja hapo ujue resistance inapatikana. Sasa waliwazia kwamba avec ile acte yao ya corruption yenye wako wanazidi kufanya itakuja kuwasaidia na kufanya wao wazidi kusonga mbele zaidi na wachukue maeneo mbalimbali, lakini imekuwa ni tofauti kwa sababu vijana wa haya maeneo wamesimama na kusema no, hatutakubali kuwa manipulated na hatutakubali kuongozwa na nani, na Mnyarwanda. Na utafahamu tu kwamba sasa hivi mambo yanakuwa ni magumu kwa upande wa Corneille Nangaa. Na wenzake mambo ni magumu sana. Ile banki yao Kadeko ambayo wamefungua Kadeko inaingia muperte. Unaona? Kadeko inaingia matatizo. Hakuna franga. Raia hawezi ndio kutia franga yake mle ndani. So tutaongelea haya masuala na masuala mengine majira ya saa 9 ili uweze kujua kama ni kitu gani ambacho kina block Kadeko ya Corneille Nangaa isiendelee kufanya kazi ndani ya jiji la Goma. Hakuna franga. Wanahangaika, wanateseka. Wanajeshi wa M23 mpaka sasa hivi ni miezi inaenda awalipu mishahara. Na walikuwa wanawadanganya kwamba njooni huku, njooni mtapata. Hakuna kitu. Na ndio maana pia hatutakosa kuwa naambia wakongomani kwamba wanatakiwa kuweza kusimama imara. Unaona? Wakongomani waweze kusimama imara. Niko na ujumbe mmoja hapa, ni ujumbe muhimu sana ambao nitataka tuweze kuusikiliza. Huu ni ujumbe umetoka kwa dada yetu. Na kama mkongomani atasikiliza huu ujumbe, basi utakuwa na faida kubwa sana kwake. Tusikilize hii. Ikupe picha ya mtu mweusi. Ikupe picha ya mtu mweusi. Siitumi tu kwa maslahi. Kila mara hii video na huwa naitazama natoa machozi. Yaani nikwambie ukweli kaka Rajabu. Wewe ni mtu mweusi kama mimi. Tena watu weusi ambao tumejikuta ni wa Kongo. Afrika yote ni ya watu weusi. Nikwambie kwamba hii dunia mtu mweusi hana thamani. Mtu mweusi hana thamani duniani pote. Hana. Hii mwikale mnajua nyinyi ambao mko huko na sisi ambao tuko huku tumejua. Tunaishi kama mbwa kwa watu. Aseme mbwa kama iko kwa watu, wewe inakunja mkia. Unanyenyekea na visivyo nyenyekewa ili uone tu kama utavuka. Ili uone tu kama utaishi. Unyenyekea. Hii picha hii uwe inaniumiza sana. Na sio hii tu, mtandao yote inajaa ukatili wa wazungu wanaofanyia weusi. Sababu nimegundua kuwa ni ujinga wetu wa Afrika na upumbafu wetu wa Afrika ndo inatuletea kuzaraulika machoni pa mzungu. Naam, hiyo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo. Usisahau tu kwamba pia territory ya Fizi na kwa tarafani Fizi, Minembwe, sasa hivi asilimia kubwa ya Minembwe iko mikono ya wazalendo. Magaidi wako nazidi kukipata cha mzima kuni, so mambo ni moto sana kwa upande wa magaidi. Hii ni Baraka One TV. Nafikiri kwa dakika hizi kadhaa tuweze kushia hapo. Mengine tukutana nani saa 9. Saa 9 Kadeko ya waliza kina Corneille Nangaa wakosa uaminifu kwa wananchi wa wakwepa. Pia tutazungumza kuhusiana na sheria ambayo Claude Misara ameweza kuipendekeza kwa ajili ya vijana kujiunga na jeshi, na nini ambacho kingine cha zaidi ambacho wakusikiliza kwenye habari za moto ambacho utakuja pia kukisikiliza.